kupitia wakati huu ambao tumemaliza mfungo, basi tuendelee kuelimisha jamii ili iweze kurudi katika ile misingi ambayo inampendeza Mwenyezi Mungu. Lakini pia nimshukuru kwa kuliombea taifa, hasa hichi kipindi ambacho tunaelekea kwenye uchaguzi, basi twende tukaufanye uchaguzi wetu vizuri na tumalize salama. Lakini pia niombe kila mmoja kwa nafasi yake tuendelee kuombea, tujiombee sisi sote, kwa sababu saizi kuna magonjwa mengi sana ya mlipuko yameibuka. Lakini kama ambavyo Mungu aliweza kutuvusha kwenye COVID-19, ninaamini hata kwenye haya magonjwa mengine tukiendelea kumlilia na tukiendelea kuenenda sawa na mapenzi yake, basi tutavuka salama. Lakini nikuombe shehe, usiache kutuombea, kwa sababu sasa sisi waja hapa kila siku, leo tuarudi kwa Mwenyezi Mungu, kesho tutapotoka. Na nyie ndo mpo wa kutulea, msichoke kutuongoza ili tuweze kurudi kwenye mstari. Lakini awali ya yote nisiwe na mambo mengi, kwa sababu leo ni siku ya furaha, ya kumshukuru Mungu kwamba tumemaliza mfungo wetu salama. Nije kwenye hili ambalo nadhani lilikuwa la msingi kabisa siku hii ya leo, juu ya ujenzi wa shule yetu ya sekondari. Kwanza kabisa nipende kupongeza kwa sababu mna shule ya msingi. Na hili wazo ni wazo jema sana, kwa sababu naamini kwenye shule yetu ya msingi tunamlea mtoto kwenye maadili mazuri ya Kiislamu. Lakini tukumbuke katika ule umri wa shule ya msingi mpaka anamaliza darasa 7 bado ni very young, unaelewa. Lakini tunategemea sasa akitoka pale angepata tena shule nyingine ili iendeleze kumkomaza. Kwa hiyo ujenzi au ili wazo la kuwa na shule ya sekondari itakwenda kuwaimarisha vijana wetu, kwa sababu wanapomaliza pale msingi wazazi kwa kutokuwepo na shule ya sekondari ya Kiislamu tunawapeleka kwenye shule nyingine, na kule wanakutana na mambo mengi. Na pale sasa saa nyingine wanaweza sasa wakakengeuka wakaingia kwenye vitu ambavyo si maadili yetu ya Kiislamu. Kwa hiyo uwepo wa shule hii itakwenda kusaidia kuwajenga vijana wetu, kuwaimarisha vijana wetu kwenye imani yetu ya Kiislamu, lakini kumfanya kijana aweze kuijua dini ya Kiislamu vizuri. Kwa hiyo shehe, nikupongeze wewe na kamati nzima iliyokuja na ili wazo la kujenga shule hii ya sekondari. Na niombe, tumemaliza mfungo wa Ramadhani. Hii sasa ndo sadaka. Tunapoichangia ili shule iweze kujengwa, ndo sadaka yenyewe ya kumshukuru Mungu kwamba umemaliza salama. Hebu fikiria ni watu wangapi walianza mfungo wa kwanza au tuseme chungu cha kwanza na Mungu hajawasaidia mpaka kufika 29 au 30, hawajafika. Katikati hapa wengine wameumwa, wamekufa. Na sio kwamba wewe ambao umefika siku hii ya leo umemaliza salama kwamba ni mwema sana. Kila mtu akijitafakari huko katika moyo wake lipo ambalo anajua kabisa kwamba hili linaenda kinyume na vile Mwenyezi Mungu anataka. Na Mungu bado kaendelea kukuacha unaendelea kuishi. Sio kwamba akuoni, anakuona. Basi katika haya machache na kwa kudra zake ambazo amekufikisha siku hii ya leo, basi tumtolee sadaka. Lakini jambo lingine, kwa kutoa hii sadaka, ipo siku utakuwa na shida, waweza kumkumbusha Mwenyezi Mungu kwamba Mungu, mimi nilikujengea shule ili kulea vijana waweze kukujua wewe zaidi. Kumbuka sadaka yangu niliotoa pale kwenye ujenzi wa shule au kwenye ujenzi wa msikiti. Ndiko hapo tunakomwambia Mungu, kumbuka sadaka yangu, na Mungu naye anakumbuka kupitia sadaka yako, anakujibu. Kwa hiyo niwaombe ndugu zanguni, tuchangie. Lakini niombe kila mmoja aliyefika hapa basi tuunge mkono ili swala ambalo liko mbele yetu la ujenzi wa shule. Na shehe, mimi naamini kwa sababu jambo lenyewe hili ni jema, basi litabarikiwa, na ninaamini tutakwenda kupata hizi fedha ambazo zinahitajika kwa ajili ya shule hii ya sekondari. Kwa hiyo mimi nilikuwa namwambia shehe, kwa sababu hata kama jambo lenyewe mmeirisha, mimi nilishajipanga kuchangia. Kwa hiyo nitachangia ili mradi naamini kwamba hii sadaka ninayoitoa kesho na kesho kutwa na mimi Mwenyezi Mungu ataniona. Kwa hiyo niwaombe na nifungue wasaa huu, ili sijui kama inaruhusiwa, anaweza kuchangia chochote aweze kuchangia. Tuanze hapa sisi wachache ambao tupo, ili kesho na kesho kutwa tuweze kuona kwamba unajivunia kwamba mimi jamani kwenye mchango kwenye shule hii nina mchango. Tukiwa katika jambo hili, nadhani pia itakuwa fursa nzuri katika mazungumzo yetu na katika dua zetu tutaiombea nchi yetu pia, kwa sababu nchi yetu mwaka huu inakwenda katika uchaguzi. Sasa uchaguzi ni jambo ambalo mnaweza ima mkatoka salama mkawa vizuri, au Mungu apishie mbali wakati mwingine inatokea migogoro.
Usione kwamba kuna nchi fulani ziko hivi na hivi, nazo zilikuwa tulivu, zilikuwa zimetulia. Wakati mwingine yanatokea mambo ambayo hayako sawa sawa. Kwa hiyo tumwombe Mwenyezi Mungu aweze kutuvusha salama, na Mwenyezi Mungu ajalie waweze kupatikana viongozi mahiri wenye kuweza kutuvusha, na wale ambao wapo tayari tumeona umahiri wao. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa sasa hivi hujui umweke pamoja na nani, maana umahiri wake umeshaonekana. Sasa watu kama hao Mungu ajalie waweze kuvuka tena, waendelee kutuongoza inshallah. Ndugu zangu, katika kuyaendea maendeleo ya dini yetu ya Kiislamu, so maendeleo hayaishi katika kujenga msikiti peke yake. Maendeleo yanabidi yawe na kama ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifanya mambo mengi ndani ya msikiti wake, ndio ilikuwa ikulu ya kuangalia na kuongoza mambo tofauti ya Kiislamu katika maendeleo tofauti. Kwa hivyo katika kuyaendea hayo, sisi BAKWATA mkoa wa Mbeya tumeazimia kujenga shule ya sekondari ya Kiislamu hapa mkoani Mbeya. Kwa nini shule ya sekondari? Nadhani kama MC alivyoeleza kwamba tayari Waislamu walao tunao shule moja ya msingi, shule ya Umu Salama, na tunamshukuru sana mstahiki meya kwa hili alilolifanya, maana yake ni kutuvisha koti. Ndio shule yetu tunayo ya msingi, kwa cha kufanya sasa tupate shule ya sekondari. Amesema MC na ni kweli, wazazi huwa wanahangaika sana baada ya watoto wao kumaliza shule ya msingi, kuwapeleka shule ya sekondari, wawapeleke wapi? Wanahangaika kwenda mikoa tofauti, sehemu mbalimbali. Kwa hiyo tulionelea ni vizuri sasa tuweze kujenga shule ya sekondari, ikiwa ni katika mtiririko labda wa kuendea mengine makubwa zaidi mbele, Mwenyezi Mungu akipenda. Huwezi ukafika hatua ya juu bila kuanzia hatua ya chini. Letu hili kubwa, hii ni sadaka endelevu. Hivi vyote vitaisha, tutaviacha, lakini hili litabaki. Wale wote ambao mnataka kurudi nyuma juu ya hili jambo, msirudi nyuma. Ni wajibu wetu kulifanya hili jambo. Hakika inapendeza. Nimesikitika kwa muda mrefu sisi kutokuwa na mwelekeo. Bila elimu hatuna mwelekeo. Nikuombe Mheshimiwa DC, mkuu wa wilaya, na hili jambo lifikishe kwa Mheshimiwa Rais. Kipekee alitupie jicho watoto. Tuna mtihani mgumu sana juu ya watoto wa kike. Hata hospitali wanadhalilika sana, nje ya maadili kabisa. Kwa hiyo ni wakati wetu kulisimamia hili jambo, na kuomba kwa kipekee kabisa tufikishie salamu, na mama anavyotupenda na anavyowapenda mabinti zake, na uhakika atakuwa mstari wa mbele. Lakini jambo hili lilete mapenzi makubwa pia kwa sisi, kwa Mheshimiwa Rais, kwa kazi nzuri anayoifanya kwa Mbeya na Tanzania nzima, na jambo hili litaongezea tunu ile ikawa zaidi. Sisi Usangu Logistics na hizi kampuni zote kama ulivyoambiwa, na mwanzilishi wa mji huu ni sisi pia hapa. Kampuni ya Usangu Logistics itatoa milioni 30 na gari moja la kuhudumia ujenzi huu mwanzo mpaka mwisho. Wapenzi watukufu wa Islam, kwanza kabisa hatuna budi kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyetujalia kuweza kuwepo katika mahafali kama haya. Kwa uchache tuseme alhamdulillah rabbil alamin. Wapenzi watukufu wa Islam, kutoa ni moyo, sio utajiri. Hawa wote waliotoa hawana chochote, vyote vya Mwenyezi Mungu, au sio? Yule alitoa nyingi na yule aliotoa kidogo, hivi sio vyake, ila ni vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hawa waliotoa wamerudisha mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu awazidishie pale walipokuwa wamekusudia kutoa. Amen. Na mimi kwa uzee wangu inshallah natoa 100,000. Na namuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ili lisiishie hivi hivi midomoni mwetu tu hapa, kuwafikishie na ndugu zetu wengine Waislamu, kwa sababu wako Waislamu wenye kutoa shilingi 1,000, 10,000, 20,000. Hii kazi itakwenda kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sio kwa uwezo wetu wala sio kwa ujanja wetu.
sisi kama msikiti wa Isanga na Sheikh amenongoneza, msikiti wa Isanga utachangia milioni 1 au mwasibu unasema? Mwasibu kapitisha. Kwa hiyo msikiti wetu wa Isanga huu ambao uko chini ya taasisi ya Vinurain ambayo makao makuu yako Iringa, kwa hakika BAKWATA ni chombo chetu na hiyo shule ni ya kwetu. Kwa hiyo na sisi tumejicommit kwa sababu tuko kwenye mazingira hayo hayo. Nichukue nafasi hii sasa kumkaribisha shekhe wa BAKWATA, shekhe wa Waislamu, lakini kwa taasisi ya BAKWATA, yeye mwenyewe pia atuambie. Basi mimi niseme kwa niaba ya BAKWATA mkoa wa Mbeya, na sisi tutachangia milioni 1. Takbir! Kwa Sheikh Muhammad kutoka Ndola, karibu sana. Naye pia ni familia. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Mimi naahidi kutoa milioni 20. Mashaallah. Takbir! Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Mimi naahidi milioni 10. Takbir! Wameahidi milioni 10. Hongera sana, Allah wabariki. Kwa kweli pamoja na kustaafu kwangu kwa jambo hili la kutokuwa na muendelezo katika mambo ya dini, na namna mkuu wa wilaya alivyotuambia, tatoa milioni 1 kwa kweli. Takbir! Asalamu alaykum. Mimi ni washukuru wote ambao mmechangia hili jambo, na Mwenyezi Mungu aweze kuongezea pale mlikotoa. Hii sadaka ni kama umepanda mbegu na itaota hakika. Na niendelee kuwaomba, tuendelee kuwahimiza Waislamu wengine waweze kuchangia. Na tuseme tu mimi binafsi, mimi kama mimi nilichotoka nacho Kyela nilipanga kuchangia 500,000. Lakini kwa jambo lenyewe jinsi lilivyoenda, na mimi nitaihimiza ofisi yangu na yenyewe iongeze 500,000. Kwa hiyo ya kwangu mwenyewe binafsi nitaingiza, maana naona hapa nilikuwa inaingizwa kwenye hii voda lipa namba, nitaingiza nadhani kabla leo haijaisha tutakuwa imeshasoma. Alafu hii ya ofisi tutaendelea kufanya taratibu nyingine za ofisi. Lakini na mimi nitakuwa balozi wenu wa kuendelea kuwahimiza watu wengine waweze kuchangia, kwa sababu katika vitu ambavyo leo hii tuweke masuala mengine pembeni, nina uhakika kila mmoja wetu hapa kwa dini yetu hii ya Kiislamu tunajivunia kazi kubwa ambayo Dr. Samia Suluhu Hassan anaifanya. Akiwa binti, lakini akiwa Muislamu kweli. Angekuwa ni mtu mwingine wa kusahau maadili yake, na naamini naye amelelewa kwenye maadili ya Kiislamu. Angekuwa mtu mwingine baada ya kuwa rais, pengine angetoa ushungi akakaa na kichwa wazi. Wengine tukipata hela huaga tunajisahau. Tunajiona kama vile sisi kwa Mwenyezi Mungu tuko special. Umeona? Lakini hajawahi hata siku moja. Lakini hata mavazi yake ni ya staha. Na ni vitu ambavyo ninaamini kila mmoja wetu anatamani aliye na binti awe kama vile. Ndio maana babangu pale akasema swala la mabinti nimfikishie Dr. Samia. Anatamani jambo fulani lifanyike kwa mabinti. Kila mmoja awe na binti ya Kiislamu, basi akue katika makuzi yale ambayo yanatupendeza ndani ya dini yetu ya Kiislamu. Lakini wako wengi ambao saizi wanasahau maadili yetu ya Kiislamu, wanaishi kama wao wanavyojua, kitu ambacho ni kinyume na taratibu zetu. Kwa hiyo kwenye hilo mimi niseme nimelipokea, kama ambavyo nimetumwa na mheshimiwa mkuu wa mkoa kumwakilisha katika jambo hili, vivyo hivyo na mimi nitalifikisha kwake, na yeye tuone namna gani tunaweza kukalifikisha kwa mheshimiwa rais. Lakini yote ninawashukuruni kwa kuchangia, na niseme kwamba hii shule tutajenga sisi wenyewe. Sisi wenyewe kulingana na imani yetu ndio ambao tutaijenga hii shule. Tusitegemee watu wengine nje ya sisi na imani yetu waje watusaidie. Lazima tuanze sisi. Ameongea hapa MC vizuri wakati anamsimamisha shehe wa mkoa kwamba wewe unaficha kidogo ugoro ili uombe uongezewe. Na ili jambo ambalo sisi tumeanza hichi ni kidogo chetu. Tukisema leo hili mimi niwapongeze kwa sababu naona hapa tayari kuna hela ambayo imeshatumika kwa kuanzia. Na ni hatua nzuri kwamba tayari tumeshaanza, uwanja tunao. Lakini tungekuja hapa tuambie sasa tunaombeni mtuchangie tunaenda kununua uwanja, kila mtu angechoka hapa. Lakini hapa tumeshasema uwanja tunao, wiki ijayo tunaanza kuzungusha bati. Lakini tunajua kabisa kwamba sasa msingi unaanza kuchimbwa pale. Na tukiona kitu kinanyanyuka na sisi wenyewe tunapata moyo wa kuendelea kuchangia. Kwa hiyo niombe tusiishie hapa. Hata wewe uliyetoa shilingi ngapi, kesho Mwenyezi Mungu akakugusa uongeze, basi ongeza.
kwa sababu hii ni sadaka unaiweka kwa Mwenyezi Mungu. Sadaka si lazima tu tupeleke msikitini au wapi, hata kwa kumjengea Mungu taasisi kama hizi, na yenyewe ni sadaka kubwa. Kisha kwa sababu hii ni kitu ambayo hata ukiingia kaburini kesho, sisi tunaamini kwenye zile kuta jina lako limeandikwa, kwa sababu ulipandikiza mbegu pale kuhakikisha kwamba unamjengea Mwenyezi Mungu taasisi ambayo itaendeleza utukufu wake Mwenyezi Mungu. Asante. Jumla ya ahadi ambazo zimefanyika hapa siku ya leo ni milioni 73 tumeweza kukusanya. Tumeweza kukusanya kwa maana ya ahadi milioni 73. Kwa hiyo ni mwanzo mzuri. Mwenyezi Mungu awabariki sana.